Tumesikia katibu wa Baraza la Michezo Tanzania BMT Neema Msita jana alikuwa ametoa video yake akitoa maelezo au maelekezo ya nini cha kufuata au nini cha kufanya baada ya kuonekana kuna kama mgogoro hivi kwenye klabu ya Simba, na wala hahitaji sana maarifa mengi kujua kwamba alichokisema katibu mkuu wa BMT ni kwamba mchezo unaanza moja, kwa sababu katibu anazungumzia katiba ambayo imeidhinishwa, katiba ambayo ilifanywa marekebisho tarehe 20 Novemba, ikapitishwa tarehe 20 Novemba 2025 ukumbi wa Diamond Jubilee. Ndio hiyo ambayo Neema anaizungumzia au katibu wa BMT anaizungumzia. Amezungumza vizuri tu kwamba Simba warudi kwenye katiba yao, na hiyo ndio katiba ambayo itakuwa inatumika kuanzia pale ilipopitishwa Februari 2026. Sasa kuna maneno mengi yanazungumzwa, lakini ukweli ni kwamba katiba katika vipengele vilivyopitishwa, kipengele kimoja kinasema Simba iondoe neno mwekezaji na litumika wawekezaji, na maelekezo ni kwamba wawekezaji wanapaswa kuanzia 3 mpaka wasizidi 5. Sasa kama tunazungumzia wawekezaji na sio mwekezaji, maana yake mwekezaji wa sasa status yake ikoje? Lakini katiba inazungumzia namna ya kupata bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi itatokana na wale club, Simba Sports Club 51% itakuwa na wajumbe 8, lakini kwa upande wa wawekezaji na wenyewe watakuwa na wajumbe, haikutaja idadi, lakini watakuwa pungufu ya wajumbe wale ambao wanatokana na 51%. Kwa hiyo 49% sasa zinakwenda kuwa shared miongoni mwa wawekezaji wasiopungua 3 na ambao hawatozidi 5. Sasa maana yake nini? Maana yake kwamba wajumbe watatokana na Simba Sports Club na wajumbe wale ambao watatokana na wawekezaji, sio kutokana na mwekezaji mmoja, wawekezaji kwa pamoja ndio wataunda bodi. Maana yake basi bodi iliyoko sasa kazi yake ni nini? Je, bodi iliyoko sasa bado halali? Tafsiri ni moja tu kwamba Simba sasa imekabidhiwa kwa Simba Sports Club yenyewe. Maana yake mchakato unaanza moja, na ndiyo maana kulikuwa na mchakato wa kupitisha bodi ya wadhamini wa club. Msingi wake mkubwa ilikuwa hawa ndio watu ambao wanakwenda kushikilia mali za club, na hawa ndio watu ambao wataanzisha mchakato wa kutafuta wawekezaji, kwa sababu wao ndio wenye mali. Kwa Simba maana yake inabaki na wajumbe wake wale ambao ni wa kupigiwa kura mpaka pale uchaguzi utakapokuja. Kwa hiyo ni kama vile zoezi, sio kama zoezi linaanza moja, uhalali wa bodi unakuwa haupo tena. Klabu inabaki kwenye Simba Sports Club peke yake, hakuna Simba Sports Club Company Limited, kwa sababu ili uwe na Simba Sports Club Company Limited maana yake mpaka uwe na wawekezaji na sio mwekezaji mmoja. Status ya mwekezaji wa sasa automatically inakuwa imepotea kwa sababu mchakato unakwenda kuanza moja. Kwa hiyo ni kitu rahisi tu kujua kwamba Simba walipoambiwa warudi kwenye katiba yao inataka nini? Katiba inataka mchakato uanze moja, na ndio maana kulikuwa na issue ya wajumbe wa bodi ya wadhamini ambao kama hapo kati ilitiwatiwa maneno, lakini kidogo tumeona maji yanaanza kufuata mkondo, na serikali kupitia baraza imeweka wazi, imeweka vizuri kabisa kwamba huu mchakato kwa lugha rahisi ni kwamba unaenda kuanza moja. Kwa hiyo ni jukumu la Simba sasa, bodi ya wadhamini kipitishwa na Rita, ianze mchakato, tujue nani anakuja kuchukua nafasi. Na wala hahitaji sana maarifa mengi kujua kwamba alichokisema katibu mkuu wa BMT ni kwamba mchezo unaanza moja, kwa sababu katibu anazungumzia katiba ambayo imeidhinishwa, katiba ambayo ilifanywa marekebisho tarehe 20 Novemba, ikapitishwa tarehe 20 Novemba 2025 ukumbi wa Diamond Jubilee. Ndio hiyo ambayo Neema anaizungumzia au katibu wa BMT anaizungumzia. Amezungumza vizuri tu kwamba Simba warudi kwenye katiba yao, na hiyo ndio katiba ambayo itakuwa inatumika kuanzia pale ilipopitishwa Februari 2026. Sasa kuna maneno mengi yanazungumzwa, lakini ukweli ni kwamba katiba katika vipengele vilivyopitishwa, kipengele kimoja kinasema Simba iondoe neno mwekezaji na litumika wawekezaji, na maelekezo ni kwamba wawekezaji wanapaswa kuanzia 3 mpaka wasizidi 5. Sasa kama
tunazungumzia wawekezaji na sio mwekezaji. Maana yake mwekezaji wa sasa status yake ikoje? Lakini katiba inazungumzia namna ya kupata bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi itatokana na asilimia wale club, Simba Sports Club asilimia 51 itakuwa na wajumbe 8, lakini kwa upande wa wawekezaji na wenyewe watakuwa na wajumbe, haikutaja idadi, lakini watakuwa pungufu ya wajumbe wale ambao wanatokana na asilimia 51. Kwa hiyo asilimia 49 sasa zinakwenda kuwa shared miongoni mwa wawekezaji wasiopungua 3 na ambao hawatozidi 5. Sasa maana yake nini? Maana yake kwamba wajumbe watatokana na Simba Sports Club na wajumbe wale ambao watatokana na wawekezaji, sio kutokana na mwekezaji mmoja, wawekezaji kwa pamoja ndio wataunda bodi. Maana yake basi bodi iliyoko sasa kazi yake ni nini? Je, bodi iliyoko sasa bado halali? Tafsiri ni moja tu, kwamba Simba sasa imekabidhiwa kwa Simba Sports Club yenyewe. Maana yake mchakato unaanza moja, na ndio maana kulikuwa na mchakato wa kupitisha bodi ya wadhamini wa club. Msingi wake mkubwa ilikuwa hawa ndio watu ambao wanakwenda kushikilia mali za club, na hawa ndio watu ambao wataanzisha mchakato wa kutafuta wawekezaji, kwa sababu wao ndio wenye mali. Kwa Simba maana yake inabaki na wajumbe wake wale ambao ni wa kupigiwa kura mpaka pale uchaguzi utakapokuja. Kwa hiyo ni kama vile zoezi, sio kama zoezi linaanza moja, uhalali wa bodi unakuwa haupo tena. Klabu inabaki kwenye Simba Sports Club peke yake, hakuna Simba Sports Club Company Limited, kwa sababu ili uwe na Simba Sports Club Company Limited maana yake mpaka uwe na wawekezaji na sio mwekezaji mmoja. Status ya mwekezaji wa sasa automatically inakuwa imepotea kwa sababu mchakato unakwenda kuanza moja. Kwa hiyo ni kitu rahisi tu kujua kwamba Simba walipoambiwa warudi kwenye katiba yao inataka nini? Katiba inataka mchakato uanze moja, na ndio maana kulikuwa na issue ya wajumbe wa bodi ya wadhamini ambao kama hapo kati ilitiwatiwa maneno, lakini kidogo kidogo tumeona maji yanaanza kufuata mkondo, na serikali kupitia baraza imeweka wazi, imeweka vizuri kabisa kwamba huu mchakato kwa lugha rahisi na kwamba unaenda kuanza moja. Kwa hiyo ni jukumu la Simba sasa, bodi ya wadhamini kipitishwa na Rita, ianze mchakato, tujue nani anakuja kuchukua nafasi.